Hello, habari na karibu kwenye Double T. Leo tutakumbushana kwa uchache tu kwa namna gani ambavyo kuziba kwa mirija ya ateri kunavyoweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume. Hapa ni Shifa Herbal Medicine. Nami ni Juma Mohamed Tamambele. Karibu. Kwanza kabisa napenda tutambue ya kuwa ukosefu au upungufu wa nguvu za kiume huwa unasababishwa na sababu nyingi sana ndani ya mwili wa mwanadamu, zikiwemo watu ambao wenye uzito mkubwa kupita kiasi, watu wanaosumbuliwa na magonjwa ya kisukari, watu wanaosumbuliwa na magonjwa ya moyo, watu ambao wanaosumbuliwa na mawazo au msongo wa mawazo. Na sababu nyingine ambayo huwa ni sababu kuu zaidi ambayo pia watu wengi hawaitazami ni hii kuziba kwa mirija ya ateri, au unaweza kuita ni atherosclerosis. Sasa naomba tuelewane ya kwamba kwenye mwili wa mwanadamu, kwenye viungo vyake vya ndani, kwa namna nyingi ama sio kwa namna zote, huwa unahitaji hewa ya oksijeni pamoja na virutubisho ili kila kiungo ndani ya mwili kiweze kufanya kazi yake kwa ufasaha kabisa. Hewa ya oksijeni pamoja na virutubisho ndani ya mwili wa mwanadamu usafiri kwa njia ya damu kupitia mirija ya ateri kwenda kwenye viungo mbalimbali vya mwili wa mwanadamu. Hivyo basi, kila kiungo ndani ya mwili wa mwanadamu vitapokea oksijeni pamoja na virutubisho vyake kupitia damu kwa njia ya mrija wa ateri. Kwa namna hiyo ya kuwa tutatambua ya kwamba kuharibika au uharibifu wote ambao utakaotokea katika mrija wa ateri, tambua ya kuwa utaenda kuathiri ufanyaji kazi wa kiungo husika ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa kwa namna hiyo pia ikitokea mirija ya ateri ambayo inapeleka damu kwenye uume ikiwa imepata hitilafu kama ya kuziba kutokana na mlundikano wa mafuta au miongoni mwa sababu ambazo tayari tushaelezea kwenye video iliyopita, kuziba kwa mirija hii kunasababisha hiyo hewa ya oksijeni pamoja na virutubisho ambavyo vinahitajika kwenye tishu za uume wa mwanaume kushindwa kufika kwa kiwango ambacho kinachohitajika. Kwa hiyo kitendo cha tishu za uume kushindwa kupokea kiwango cha oksijeni pamoja na virutubisho husika, hiyo pia ni miongoni mwa sababu ambazo pia kupelekea mwanaume husika kushindwa au kukosa nguvu za kiume. Hiyo moja. Mbili, pia kuziba kwa mirija hiyo ambayo inapeleka damu kwenye uume wa mwanaume husika unasababisha upungufu wa damu kwenye mirija au misuli ambayo ipo kwenye uume wa mwanaume, kwa sababu kitendo cha ule uume wa mwanaume kusimama kwa uimara zaidi pia unachangiwa na ujazo wa kiwango kikubwa zaidi cha damu. Sasa hii hali inapelekea matokeo gani baada ya damu kushindwa kufika kwenye uume wa mwanaume kwa kiwango kinachostahili kutokana na kuziba kwa huo mrija wa ateri ambao ni maalum kwa ajili ya kupeleka damu kwenye uume wa mwanaume? Sasa hapa matokeo yake huwa ni kama yafuatayo. Kwanza utaanza kuona uume wa mwanaume unaanza kulegea. Hii ni miongoni mwa dalili ya kwanza. Dalili ya pili, mwanaume utakuta anafanya tendo raundi ya kwanza, baadaye hamu inapotea kabisa. Hii pia ni miongoni mwa dalili ya pili. Dalili ya tatu, mwanaume anaanza kuwa na mawazo na kupoteza uwezo wake wa kujiamini. Matokeo mengine ambayo yanaweza kujitokeza kwa mwanaume ni kuanza kushuka kwa kiasi kubwa kwa hamu ya tendo la ndoa. Sasa haya ni miongoni mwa matokeo ambayo yanatokea baada ya mrija wa ateri ambao ni maalum kwa ajili ya kupeleka damu kwenye uume ikitokea umeanza kuziba. Sasa nini kifanyike? Hapa matokeo ni ukosefu wa nguvu za kiume, lakini chanzo chake ni kuziba kwa mrija wa ateri. Sasa mgonjwa wa namna hii
anaweza kutumia dawa za nguvu za kiume na bado pia asitibu tatizo lake. Kwa hiyo kwa namna hii ni kwamba mgonjwa wa namna hii, tiba yake ya kwanza ni tiba ambayo inabidi apate dawa itakayoenda kuzibua mifumo yake ya mirija ya damu ili kuondoshwa tatizo lake. Hivyo basi, kwa ushauri wangu ni kwamba mtu yeyote yule atakayehisi kuwa anaanza kuwa na tatizo la nguvu za kiume, basi hasipendelee zaidi kuanza kununua madawa na kuanza kutumia. Ni heri zaidi akaenda kupata ushauri wa busara kwa watu ambao wenye utaalamu zaidi wa mambo ya afya, kwa sababu si kila unaloliona kwamba ni tatizo fulani basi ukajua dawa yake ni hiyo hiyo. Pengine tatizo lako limeanzia kwenye sehemu nyingine, tiba yake iko sehemu nyingine kuliko hata hicho ambacho wewe unachokiona zaidi. Naomba kwa leo niishie hapa. Hapa ni Shifa Herbal Medicine, nami ni Juma Muhammad Tamambele. Karibu tukutane wakati mwingine. Asalamu alaykum.